Watu wadogo tu John. Usiweze kuwakimbia. Wanakuitia chief. Hamna chief hata akiweza kuja John, nitaweza kumpandikiza pale kwenye gate aweze kukwama pale. Wala usiwe na wasiwasi wowote. Please wewe sasa umeweza kujiingiza. Kuna mtu anakuja kutoka US. Kuja tumuibie. Ndio shughuli huwa unapiga. Hiyo ndio shughuli tulikuwa tunapiga na yeye akiwaleta huku mimi nawaibia. No, mimi siwezi kurudi mimi na wewe. Siwezi kusema nikuachie mwili wangu na wewe. Kwa sasa hivi nikisema nirudi na wewe. Nimekuwa na kiu sana. Acha kunywa maji. Usikunywe maji. Kasusuka wake moto kwa sababu hivi sitaki tena kasusuka wake. Mimi sitaki tena kasusuka wake, sitaki tena. Ndio hizo John. Hata hivi sitaki kasusuka wako. Susu yako peleka huko. Na mimi natamani tu gari yangu. Mwenyezi Mungu akujalie daktari, kwa nini unaifanyia? Wala usiwe na wasiwasi kijana, ondoa shaka. Ni vitu zako hapa. Tumetoka nayo wapi? Kumbe unakufanyia. Umetoka na nani wewe? Umetoka na nani? Hakika kwani tunafanya mengi sana, sio wanaume tukiwa nje ya nje. Sasa nimekuja kuniona bila gari yake iko chini. Kama unataka kutrade forex trader, huyo pia ana trade ni vile tu siku hizi watu wakiwa wana trade mbaya sana. Trading iko na dovi mbaya sana. Ingia kwa Chrome, search Pilot AFX. Trade na Pilot AFX. Ama unipigie tu, simama, kuna link na kuweka kwa comment section. Click hiyo link uende ikupeleka kwa kutrade. Unaingia kutrade ni rahisi sana. Ukishinda kutrade nitakuconnect na mtu ambaye anajua. Mimi napendanga nikiona kitu inasaidia watu na mimi nawaambia. Napenda sana. Mambo vipi? Make sure umesubscribe na Johnson na Silva. Tumetoka tukafika tukumbe msichana alikuwa anatoka Kitui kwa mganga. Alipelekwa kwa mganga hatari, mganga Nyuki, babu Nyuki kutoka Kitui. Kumbe ameenda kwa mganga ambaye ameshinda kumsaidia. Na aliambiwa, akatumwa, akasema, akaambiwa mali umefanyiwa, mwenye alikufanyia hiki kitendo kuna makosa ulifanya. Na huyo mtu tu ndio peke yake anaweza. Naona ndugu yake ndiye anakata kuni hapa. Anatengeneza kuni ndugu yake. Ndio. Sawa, hata vyombo naona hazijaoshwa. Ndio. Kabisa. Pole. Pole sana. Tapona. Haya, ni sister yako. Naona wewe ni Mungu na mashida kibao. Ndio nimweleza akiweza kufanya udogo John akuelekea kule kuponywa na mganga, wataweza kupata pigo. Mbaya sana. Wataweza kupata pigo kabisa. Na ndilo hilo limeweza kuandama. Limeanza. Ndio litaweza kuandama mpaka waweze kuregesha vitu vya kijana. Ndio mashida yote ambayo vitu vyote ambavyo vimeweza kuandama vitaweza kuondoka. Ndio. Ile wasipofanya namna hiyo. Kwa leo nimeweza mpoja John. Ila yule ataweza kubakia namna yule. Hata dindu ulivyomweleza pole John. Hilo pole litabaki pole lake. Ni mdomo tu. Ndio. Ila lazima huyu aweze kuregesha, ndio dada yake aweze kurejea awe salama John. Maana makosa walifanya ni kuibia live za simu na ndio mashine yake ya trade. Maana ile laptop ndio anatumia kwa trading. Kwa trading yake ya Pilot AFX. AFX. Link iko hapo kwa bio by the way. Mimi ananiambia na support, na wekea tu link pia, nyinyi msupportike mpate mkoe matajiri bana. Sikuwe kama unataka kutrade tu, uko na pesa unataka kuwekelea hata kama ni ngiri moja. Ngiri 100. Unawekelea tu, unaweza onda 10 million once. Kuna wengine baji mzee medali unameangukia. Akanunua Audi, amechukua Audi ya milioni ngapi? Milioni 4 na. Amenunua. Ndio venye ametoka tu jana hivi Italy. Lakini amesema tu hata kama ana Italy alikuwa anaenda narudi. Ndio. Yeye si huko apende kukaa sana. Yeye ni mtu anapenda kuzunguka. Lakini ni mzuri, ako na roho ya kusaidia watu, anapeleka watu. Kwa hiyo John, mimi mambo yangu ya kitu ambacho nahitaji msichana aweze kufanya. Ndio daktari, leo hujavaa lile John liweza kutoka nalo safari ulipo kwenye kamba John. Leo hujavaa tai.
Vipo vyote viko kwenye kamba John, viliweza kufuliwa hapo jana. Nani na mke? Na mke John. Mama nani? Ndio daktari. Ndio vipo kwenye kamba John. Alafu ile suti zingine uvai. Vipo kwenye John, ilikuwepo kule safari. Zile ya safari na hii ya mtandao. Ndio watu wasikuone kwa njia umepiga hii. Daktari. Hata kwa matatu. Daktari kila mahala. Lakini wewe ni mtu wa ndege tu. Ndio. Wako ni wa ndege, maana watu wengi wanakuhitaji. Ndio. Ila vipo John vyote viliweza kufuliwa katika ile safari ambayo nilikuwepo nayo. Ndio. Watu wamefurahia na wewe na pia wamefurahia na mimi. Ndio. Maana nimeact haraka sana kumsaidia kijana. So kuanzia sasa hivi daktari, nakuomba ukiwa sehemu yote tu unahitaji usaidizi, unakimbia mara moja, tunasaidia. Mara moja John. Naona kama huyu nimekuomba ukakimbia, tumeenda tumemwona amesaidika. Ndio John. Ni mwizi lakini umemsaidia. Wewe unasaidia watu. Unasaidia mpaka wezi. John, ni kwa ajili ya manufaa yetu bado. Ili maana lazima nimweke sawa ndio aweze kutupeleka mahali vitu ambavyo tunavihitaji. Na huyu anakula pesa wenyewe. Ndio. Director anavitumia vyema, sivyo? Anatoa pesa wenyewe. Ndio. Ni kweli. Ila John, na mimba ni ya miezi ngapi? Wanasema uko na mimba. Bali anaona kama niko na mimba, akuja niambie nani aliniweka hiyo mimba. Juu mimi sina mimba. Daktari yako na mimba. Mimi nikukula vizuri na ukiangalia pia nyuma siko vibaya. So mimi nilikuwa nataka nishukuru daktari. Unajua kutweka? Nilikuwa sijui. Nilikuwa vibaya sana, nimejikuna mwili wote, nimekataa kupona, nimeenda hospitali sijapona, nimeenda Kitui mamangu amenipeleka. Nimekataa kukua vizuri. So mimi nashukuru venye umekuja haraka. Mimi nilikuwa naona hata kama ninaweza kufa. So mimi nashukuru kwa kila kitu na nikuombe tu msamaha kwa mambo yote yenye nimekufanyia. Najua zile msamaha ambayo utakayoomba msichana, kuregesha vile vitu. Hiyo ndio njia mwafaka ya kuomba msamaha. Ila msamaha wa mdomo huko. Ukiweza kurudisha vile vitu ndio utaweza kusamehewa. Mimi nisamehe tu kwa mambo yote yenye wewe nimekufanyia. Lakini kama ni huo chali yangu, nyumba yake niko nayo, nitamrudishia. Napanga siku hapo kesho uweze kuregesha. Kesho ama kesho siendi kazi. Tunapokutana tena mimi nao ukiniona, vitu viwe mkononi kabisa. Sawa. Vitu viwe makaratasi, mstakabadhi vyote viwe. Hata lile la gari pia iwe. Ndio uweze kupokea msamaha. Kama uweze kufanya namna hiyo, hapo kabisa utaweza kusamehewa. Na utaweza sawa, kusaidika. Mimi nimekusikia daktari, nitarudisha vitu zake. Nitamuomba msamaha na yeye pia juu nampenda. Ningetaka tuendelee kuishi na yeye vizuri kama mke na mume. Sijui kama ataweza kukubali. Maana yeye kati ameshapanga. Watu wawili wakiwa pamoja hawezi shindwa venye wataongea. Ameshatia msimamo kabisa. Tutaongea tu alafu tuone kama tutaweza kuelewana. Hilo mtaweza kuelewana naye nyinyi wenyewe. Mko napanga mkuje kama kesho. Kesho siendi kazi. Utaweza kutafuta wewe, tuweze kutupeleka mahali ipo. Sawa. Sio sisi tuweze kuja. Sawa. Wewe ndio utaweza kutupeleka mahali vitu vivyo vipo. Sawa. Ili tuweze kumakijana, maisha yaweze kusonga mbele. Sawa. Mambo ya kuumizana, kufanya vipi? Maana ningeweza kukuweka jinsi ambavyo ningekuacha uwe na majipu jinsi ulivyokuwepo navyo. Sasa hivi haungekuwepo. Sura lingeweza kuchipuka liweze kuharibika. Ila umeweza kukwepa hilo, lakini usipofanya yale ambayo nakuelekeza, hapo ndipo utaweza kuona chemtema kuni. Mimi sina ubaya, mimi sitaki kugonjeka tena. Mimi nataka akuje tuende kwa ile nyumba yake. Tupange kila kitu. Alafu nimuoneshe mali yake. Unajua ni makosa sana kwa uko na mtu na mdanganya. So ndio nitawapanga venye tutaenda kuona ile nyumba. Hilo halina shaka msichana, litakuwepo jambo la heri. Natangia ungeisha fanya hilo kitambo, tungeweza kulifikia hapa.
Mpaka wakati tunapata tunaumizana, tunafanya vitu ambavyo sio vyema. Watu wanatuona wabaya, ila ni kwa ajili tu ya kuweza kurudisha aliyetafuta ale jasho yake. Kweli. Maana lile ambalo unaweza kufanya ni dhuluma. Maana hata wewe usingelipenda kuweza kufanyiwa namna hiyo. Najua nilikosea, najua nilikosea. Na ndio maana nimeamua tu na roho moja, sitaki mambo mingi tena. Maana nimegonjeka sana hadi mamangu alikuwa amekasirika sana. Sana hata wewe umemuona venye anakaa. Anakaa tu makali, hataki mambo mengi. Ndio anakuambia hata alikuwa hataki hizo makameras. Unajua yeye hapendi hizo mambo. Mimi hamna jambo ambalo siwezi kulifanya kama nalitaka kufanya. Nitaweza kufanya mradi najua litaweza kunufaisha kila mahala, maana siwezi fanya jambo ambalo halinufaishi. Lazima kazi iweze kufanyika katika mpangilio na kila kitu kiwe sawa. Ni sawa. Mambo ya wizi, kuna vitu ambavyo sio vyako. Hivyo vyote mimi nitaweza kukuadhibu, nitaweza kukuumiza na baadaye tutaweza kuwa marafiki upendo usipopenda. Maana hiyo ni dhulma, hata wewe usingependa mtu aweze kufanyia namna hiyo. Lakini ule rafiki yangu pia unajua bado hajakuwa sawa. Yule nitaweza kumshughulikia, wala usiwe na wasiwasi. Tukiweza kuondoka hapa, nitaweza kuelekea kule. Maana yule alishazungumza ukweli wake. Itakuwa vizuri sana na itakuwa kitu mzuri juu hata yeye hayuko vizuri. Ako vibaya sana. Ndio. Yeah. Na nimekuwepo na mume wako hapa, sijui yupo wapi. Mamangu amemtoa. Ndio. Ila yupo. Raiza yupo karibu, yupo hapa, maana tuliweza kuja naye. Kwa ajili nimeweza kumwelekeza aweze kuwa mpole. Ili tuweze kuzungumza mawili matatu. Ili tuone ni jinsi gani ambayo yeye uamuzi wake ni upi. Raiza. Tuone uamuzi wake ni upi. Maana unasema unataka kuweza kurejea pamoja naye. Hapo kwa gari, chukua tu ameniambia dakika 10 kuna kitu anafanya. Najua ni vile tumemficha, angekuja alete hasira hapa, angekuletea hasira. Najua. Daktari amemficha kwanza. Hajakwambia? Nitakuja naye kama dakika 5 tu hivi. Sawa. So mimi kila kitu nitarudisha. Taongea na bwana yangu tuone kama tajenga familia. Hakuna mtu akoseangi. Hakuna mtu ufanya makosa. Ninyi ndio mtakayesuluhisha. Mtakayesuluhisha ninyi wenyewe. Kama ataweza kukataa, sawa. Akiweza kukubali, uamuzi ni wake mwenyewe. Maana yeye ndio kuamua, siwezi kumwamulia, John hawezi kumwamulia. Yeye mwenyewe ndiye atakayeamua. Maana mimi kazi yake tayari na kuwepo nimeshakamilisha. Sina budi kuweza kuacha nyinyi mweze kuzungumza, mambo yakiwa mabaya ataweza kunijulisha pasipo kuwepo na maelewano. Ila mkiweza kuelewana tu, ama sijui kwa roho yake ikoje, lakini kwa hiyo muda yote yenye nimemjua najua kuna roho nzuri tu. Ndio. Kama tutaelewana tu tuweze kujenga familia. Hilo litakuwepo jambo la heri, sivyo? Hata ile nyumba yake bado iko. Kitu ambacho anataka kukiona kwa macho yake ni jumba lake aweze kuliona. Lile ambalo linahusiana na gari lake, maana liweze kuonesha na mmiliki. Akisha liona, najua roho itaweza kupoa. Maana hiyo ndio sababu yake kuu. Ili mtoa kule ambako alikotoka akaweza kuja kutafuta mali yake. Na kisha pata mali yake, natumai roho yake itaweza kupoa na ataweza kutulia, atafanya uamuzi ya kile kitu ambacho anakihitaji kuweza kukifanya. Hapo itakuwa vizuri. Na mngojea tu nimuone basi kama atakuja. Jioni amekwenda kumleta, ataweza kuja. Hapo itakuwa vizuri. Hapo itakuwa vizuri tukiongea. Acha aje ni waje muweze kuzungumza, mkishaelewana sawa. Hilo litakuwa tatizo. Mimi jambo langu ambalo limeweza kunileta hapa, weza kuhakikisha upo salama. Maana vifaa uliweza kupokea, sivyo? Najua nilikuwa naumia sana huku. Uliweza kupaka vile, uliweza kupaka na vifaa siko vizuri hata nimejaribu paka madawa imeshindikana. Ndio. Vile vifaa ambavyo nilitumana uliweza kutumia. Naumia huku kwote. Nilikuwa siko vizuri, ndio maana nasikia sasa niko salama, nasikia nimerudi vizuri. Mwili yangu iko strong. Ila tena usikicheza utaweza kurudi pale. Na hamna vifaa ambavyo utaweza kufanya. Hata kama lile ambalo nilikupa vibaki.
yote nitaweza kuviharibu na vitaweza kukusaidia. Siwezi kurudi sasa tena. Itakuwa tu vizuri. Yeah. Hilo halina tatizo. Nzuri. Wewe weza kuregesha vitu vya wenyewe. Yeah. Na kila kitu kitakuwepo shwari kabisa. Yeah. Na hata wewe utaweza kusaidika. Kama ni kazi utaweza kuhitaji, kama hamna kazi utaweza kupokea kazi na utaweza kufanya kazi yako na ule jasho yako. Sawa. Hapo itakuwa vizuri. Ndio. Yeah. Hilo halina tatizo kabisa. Okay. Kwa hivyo mimi tayari mambo yangu nimeshakamilisha. Sina budi kuelekea kuweza kusaidia watu wengine ambao wanahitaji msaada. Hapo itakuwa vizuri sana. Wanahitaji kuondoka kwenda mbali kabisa. Kuweza kusaidia watu wengine waweze kusaidika. Yeah. Na wakisha saidika, mimi ndio furaha yangu kuweza kuwasaidia. Ndio John. Ni mamako ama ni aunti yako? Alikuwa mama. Kwa kikao daktari wanasema hawataki kukuona. Hamna tatizo John. Kwa kikao alafu ndio wachawi wakiweza kushikana waweze taka mtumishi wa Mungu John. Wale huko wanagombana. Nilimweleza aweze kuketi kwenye gari. Kijana huyo ana mapepe John. Sasa basi tuondoke. Kijana huyo ana mapepe John. Muondoke basi. Hawataki mambo na kamera huko. Hapa tuwezi John. Lazima tuweze kukamilisha kila kitu. Tabidi muondoke sasa juu. Sasa tuwezi kuondoka maana unajua itakuwa vibaya. Hamna. Anakasirikanga vibaya sana. Wale John. Watu wadogo tu John. Usiweze kuwakimbia. Kwa sababu wanakuitia chief. Hamna chief hata akiweza kuja John taweza kumpandikiza pale kwenye gate aweze kukwama pale. Wala usiwe na wasiwasi wowote. Ukiwa nami uweza kutulia. Niuliza mimi ni driver wako. Wewe unasema tu ni driver. Wewe ndio. Wala John ila lina wasiwasi. Atakasirika. Mimi nishasema mimi ni driver wa daktari wao. Nasema ni driver wa yule mzee. Niongea na yeye. Ongea na yeye. Umeongea? Ndio umchukue Eliza kama atakubali kukuja. Kama utaki pia wewe. Najua sasa mimi sioni kama itakuwa vizuri juu. Wewe sijui itakuwa. Eliza bado namtaka. Nilikuwa namtaka, sasa nisimtake aje. Daktari? Ndio John. Ngoja nimchukue tu akuje. Labda uone wewe. Kuna kazi nyingine John nataka kuweza kukimbia. Dakika 2 daktari. Kuweza kufanya kazi hilo. Sawa. Maana nipo nje ya muda kabisa. Eliza hajajua mahali tuko. Sawa. Haya.